Ikikutangazia kutoka mjini Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya MTV. Tunasikika duniani kote kupitia redio wa shirika na pia kupitia mitandao yetu ya kijamii kwa jina la MTV Online. Mimi ni Jean Paul Sen Sikiminywa kukuletea matangazo yetu ya hii siku ya Ijumaa tarehe 4 mwezi April 2025. Kabla tukuambie mengi, sikiliza habari zenyewe kwa ufupi. Naibu waziri mkuu, waziri wa mambo ya ndani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Jacques Baniluko, amezuru jiji la Beni, Kivu Kaskazini tangu mapema ya hii Ijumaa April 4, 2025. Kumeripotiwa na shindo la watu wenye silaha wanaodhaniwa kuwa ni ADF katika kijiji cha Mambume wilayani Lubero, Kivu Kaskazini. Komanda sekteur mwenye anashimamia mambo ya vita ambaye anaikala pa Beni aweze kutuletea serikali yao wasoda muhimu eneo sawa Mambu banatia pale wasoda Waganda na Wakongomani, na wanaacha pia wazalendo ambao wapatrioti wenyewe kwa kungambo ya gouvernement banatumika pamoja. Nchini Tanzania, waziri mkuu Kasimu Majaliwa amesema serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan itaendelea kufanya maboresho zaidi ya mazingira ya biashara na uwekezaji ili kuifanya Tanzania iendelee kuwa sehemu salama zaidi ya uwekezaji. Mpango wa kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji nchini una manufaa makubwa kwa uchumi wetu wa maendeleo ya taifa letu, na manufaa haya ikiwemo kuvutia uwekezaji wa ndani na wa nje kwa kuwezesha wawekezaji wa ndani na nje kupata fursa nzuri ya uwekezaji. Hatua hii inakwenda kuhamasisha pia uingizaji wa mitaji, teknolojia mpya na maarifa ambayo yanawezesha kuongeza uzalishaji na kuboresha huduma mbalimbali. Haya na mengineyo ni miongoni mwa yale ambayo tunakuletea kwa wingi hivi karibuni. Mtazamaji na msikilizaji wa MTV, na hii hapa habari zaidi. Tuanzie huko jijini Beni. Naibu waziri mkuu, waziri wa mambo ya ndani Jacques Baniluko amezuru jiji la Beni, Kivu Kaskazini tangu mapema ya hii Ijumaa April 4 mwaka 2025. Akiwa katika ndege la kibiashara, Jacques Baniluko amelakiwa kwenye uwanja wa ndege wa Mavivi kilomita 12 na jiji la Beni na gavana wa mkoa wa Kivu Kaskazini Meja Jenerali Kakule Somo Evariste. Waziri huyu ameshindikizwa katika mtara wake na waziri wa maendeleo vijijini Muhindo Nzangi Butondo, pia na wanabunge kadhaa akiwemo gavana wa zamani wa Kivu Kaskazini Karli Nzanzu Kasivita, mchaguliwa wa Beni, na Adele Bazizane, mchaguliwa wa Nyiragongo. Jacques Shabani akiwa naibu waziri mkuu, waziri wa mambo ya ndani nchini DRC, afanya ziara yake mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati mikoa ya Kivu Kaskazini, Kivu Kusini na Ituri ikikabiliana na migogoro ya kivita vya uvamizi, pia vita vya makundi yenye silaha kinyume cha sheria ya Kongo DRC. Hadi tukipanda mitamboni, mada kubwa ya ziara yake haijawekwa wazi kwa vyombo vya habari vya maeneo, ila duru nyingine zadai kwamba akuja kusindikiza shughuli za gavana wa Kivu Kaskazini na kutathmini kwa karibu uhamishaji kwa muda wa mji mkuu wa mkoa wa Kivu Kaskazini na kufuatilia hali ya usalama. Kumbuka kwamba ziara hii ya kuja siku chache baada ya ziara ya naibu mkuu wa jeshi la Kongo DRC FARDC katika mkoa wa Kivu Kaskazini na Ituri, Generali Chaligonza Nduru. Kumeripotiwa na shindo la watu wenye silaha wanaodhaniwa kuwa ni ADF katika kijiji cha Mambume wilayani Lubero, jimboni Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa Musa Vuli Joseph wa shirika la raia la maeneo, watu hawa huwa kila mara wakizurura katika kijiji hicho na kuweka raia katika hofu. ADF nalo iko nazunguruka Troso, Mataba, Mambu. Kuko iglize moya ya Protestant basha kuwa pale siku mingi biko nazunguruka pale. Hakuna ta intervention ya serikali yetu, hata wazalendo wako nazunguruka bila tatizo moja mwele maeneo, na direction yabo biko natoka ngambo ya Katrikwazi kule kulenda bana kumponda bana kuya ngambo ya Byambwe na Kaheku, na njo vile gisi biko nazunguruka bila hata kukua na tatizo moya mwele mapatruiza hapo, kama ni mapatrui kama ni bitu gani beba na kia tafuta. Antuka serikali haifanye kitu. Tuko na omba serikali yetu, komanda sekteur mwenye anashimamia mambo ya vita
ambaye anaikala pa Beni aweze kutuletea serikali yao wasoda muhimu eneo sawa mambu banatia pale wasoda wa Uganda na wakongomani, na wanaacha pia wazalendo ambao wapatrioti wenyewe kwa kungambo ya gouvernement banatumika pamoja juu fazi mingi ile ngambo kule banajua epiku kuna problemi ya barabara, ila wangelitusaidia watie kule basoda juu ile ngambo kule inatusaidia hapa mwingine ya Butembo kisituku mambo ya chakula, bunga, makala, mafuta sana sana na mchele, bile vitu vinatoka ngambo za kule, ndio bangelitusaidia sana bape kusekilize ile ngambo ili wakaaji ambao weko na mashamba kwa ile ngambo waweze kukuwa na access ya kufika kwa mashamba zao. Wizara ya Ajira na Kazi ilitangaza kwamba siku ya April 6 iliyoanguka Jumapili, Ijumaa 4 itakuwa likizo ya huduma za umma kwa kiwango chote cha Jamhuri, na Jumamosi 5 pia imetangazwa katika eneo lote la wilaya ya kitaifa. Uamuzi huu ni sehemu ya ukumbusho wa siku ya April 6 iliyowekwa kwa mapigano ya Simoki Mbangu na dhamiri ya Kiafrika. Jumamosi April 5 imetangazwa kuwa haifanyi kazi na kulipwa kwa sababu inatanguliwa April 6 ambayo ilianguka Jumapili. Kama ilivyo kwa Ijumaa April 4, kipimo hiki ni kwa mujibu wa matumizi ya wiki ya Kiingereza katika utawala wa umla ambao hupunguza shughuli wakati wa kazi kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa. Mnamo 6 April mwaka wa 1921, wakati Kongo ilikuwa bado koloni la Ubelgiji, Simoki Mbangu angepokea ufunuo wa kuhubiri utafutaji wa weusi mbele ya ukoloni. Walikale. Baada ya waasi wa AFC M23 kutoka mji wa Walikale ulioko katika mkoa wa Kivu Kaskazini, ni hatua muhimu kuelekea utulivu wa mkoa huo wa kimkakati. Vikosi vya jeshi la Kongo DRC FARDC vilivyoungwa mkono na wapiganaji wa Zalendo April 3 ilianza tena udhibiti wa eneo hilo, kama inavyodokeza vyanzo vya habari vya ndani. Kujiondoa kijeshi yanaangazia changamoto kubwa za kibinadamu na usalama ambazo zinahitaji umakini wa haraka. Haya yajiri wakati mashirika za kiraia zikilalamikia hali duni ya maisha ya raia wanayopitia. Kwa sasa jeshi la taifa na wazalendo wanadhibiti shefu ya teritwari ya Walikale baada ya wale wahuni wa M23 kuondoka kwenye shefu ya teritwari ya Walikale. Na napenda kuhakikisha kwamba walikuwa walishakosa watu waweze kupita, na ilikuwa vigumu kwao kuendelea mbele, na ngambo zote hakuna njia, na waliamua kuweza kuondoka. Na kwetu sisi tutaendelea kuwa makini na kufuatilia mambo kama na hiyo, na waelekea njia kutoka Walikale kuelekea Goma ndipo waliweza kurudilia. Ila kunakuwa shida ya kiutu, watu wanaanza kurudia kwenye mjini, wataksimen moto waishaanza kazi zao za kawaida, ila shida ya kiutu ndio inaendelea kukua mbovu, kwa sababu madawa yanakosekana kwenye hospital, inakosekana kwenye vituo mbalimbali vya afya. Ndio kamana tunalalamika kwa wakuu viongozi wafanye mbinu lao lote kwa jinsi ya kuweza kujia msaada wakaaji wa mtaa wa Walikale, vile vile na warafiki wa government ama wa partenaire humanitaire waweze kufanya haraka iwezekanavyo kama itawezekana kwa kujia msaada wakaaji wa Walikale kuhusu hiyo mambo. Tanzania. Waziri Mkuu Kasimu Majaliwa amesema serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan itaendelea kufanya maboresho zaidi ya mazingira ya biashara na uwekezaji ili kuifanya Tanzania iendelee kuwa sehemu salama zaidi ya uwekezaji. Mheshimiwa Majaliwa ametoa kauli hiyo Alhamisi ya tarehe 3 mwezi wa 4 mwaka 2025 wakati wa uzinduzi wa maandalizi ya mpango wa pili wa kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji nchini, mkumbi namba 2 katika ukumbi wa Mlimani City uliopo jijini Dar es Salaam. Amesema kupitia mpango ambao ameuzindua maandalizi yake pamoja na kamati zake, serikali itaweza kushughulikia mabadiliko ya kiuchumi, kijamii na kiteknolojia na kuweka mazingira bora zaidi kwa wafanyabiashara na wawekezaji nchini. Serikali itaendelea kutoa ushirikiano nanyi kwa dhati kabisa ili kufanikisha malengo ya kuwa na mazingira mazuri ya uwekezaji na biashara hapa nchini. Na ni mategemeo yao kuwa mpango huu utaongeza tija kubwa kwa taifa letu
na itasaidia sana kufikia malengo yetu ya kukuza uchumi na kupeleka kwenye uchumi wa kati ambao ni endelevu. Ndugu wageni waalikwa, mpango wa kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji nchini una manufaa makubwa kwa uchumi wetu wa maendeleo ya taifa letu, na manufaa haya ikiwemo kuvutia uwekezaji wa ndani na wa nje kwa kuwezesha wawekezaji wa ndani na nje kupata fursa nzuri ya uwekezaji. Hatua hii inakwenda kuhamasisha pia uingizaji wa mitaji, teknolojia mpya na maarifa ambayo yanawezesha kuongeza uzalishaji na kuboresha huduma mbalimbali kupatikana kwa mazingira rahisi na bei nafuu. Lakini pia inakwenda kufanya maboresho ya kuchochea uwekezaji mpya na miradi mipya ya biashara ambayo itazalisha fursa mpya za ajira kwa Watanzania. Akizungumza kuhusu umuhimu wa mkumbi namba 2, Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema kuwa ni pamoja na kuvutia wawekezaji wa nje na ndani ili kuongeza fursa za ajira na kuboresha miundombinu, upatikanaji wa soko la kimataifa kwa bidhaa za ndani, kukuza ushindani na ubora wa bidhaa. Tunakwenda kufungua milango ya kupata masoko kimataifa kwa bidhaa zinazozalishwa hapa ndani. Mpango huu unakwenda kuboresha mazingira ya biashara na kuvutia makampuni ya kimataifa kuwekeza hapa nchini, ambayo pia yenyewe yatakuwa yameshatafuta fursa za masoko kwa bidhaa ambazo zitazalishwa hapa ndani na kuifanya Tanzania kuwa kivutio cha biashara duniani, kama vile uwekezaji ulioko eneo la Ubungo ambao utakuja kuvutia wanunuzi kwa kutafuta masoko kutoka nchi za Afrika Mashariki, lakini pia na SADC. Inakwenda kuboresha miundombinu kama vile barabara, bandari na huduma za nishati zitakwenda kuboreshwa, lakini pia na fursa nyingine ambazo zinasaidia zaidi katika uwekezaji na ufanyaji biashara, jambo ambalo linakwenda kuchangia ustawi wa uchumi wetu, urahisi wa kufanya biashara na kuboresha ustawi wa jamii kwa ujumla wake. Hali hii pia itawezesha wakulima kupata masoko ya mazao yao watakayozalisha, yatakayonunuliwa na viwanda vitakavyojengwa hapa nchini au uwekezaji wa aina yoyote ile hapa nchini. Aidha, Mheshimiwa Majaliwa ametumia fursa hiyo kusisitiza kamati ya maandalizi ya mkumbi namba 2 kuharakisha maandalizi ya mpango huo ili utekelezaji wake kwa kurahisisha mazingira bora kwa wafanyabiashara na wawekezaji. Kwa upande wake, Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo amesema lengo la serikali la kuandaa mpango huo ni pamoja na kuona kuwa Tanzania imekuwa sehemu bora na ya kuvutia kwa kufanya biashara na uwekezaji. Kazi ya kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji ni kazi endelevu. So it is an ongoing concern. Jambo ambalo linaendelea. Na jambo la 3, Mheshimiwa Waziri Mkuu, rasimu ya dira ya taifa maendeleo kama ambavyo ilizinduliwa pale Zanzibar na kama ambavyo juzi umetukabidhi rasmi yake, imeweka mkazo mkubwa sana kwenye kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji kama msingi wa kufikia malengo na shabaha zilizowekwa. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama unavyofahamu, rasimu ya dira imeweka shabaha kubwa sana za uchumi katika nchi hii kuelekea miaka 25 ijayo. Mimi ni Tryphon Oderson. Ndugu msikilizaji na mtazamaji wa MTV, ni hapo ndipo tunakomesha taarifa yetu hii ya habari kwa lugha bora tukufu na sanifu la Kiswahili. Tunawashukuru nyote mliotusoma njiani mwa anga. Kwa niaba ya msimamizi wa matangazo haya Germain Hassan Chahwere pamoja na wenzangu wote waliojumuika katika kukusanya habari hizo, mimi ni Jean Paul Sikiminywa. Mwisho wa taarifa hii ya habari ni mwanzo wa maandalizi wa taarifa ya habari nyingineyo kwenye mitambo ya MTV. Kwaheri.